walijana uovu wa kila namna. Yesu alipotazama mji akaona watu waliokuwa wanaishi kwenye maisha ya dhambi. Yesu alipotazama mji akaona watu waliokuwa wanaishi kwenye maisha mabaya, maisha ya dhambi. Yesu akalia machozi, akaulilia mji. Ndugu yangu, ngoja nikuambie, Yesu anatazama maisha yako. Yesu anakutazama, yeye anakulilia. Nimekuja kwa habari njema kukuambia juu ya mji ambao Yesu alikuwa anaulilia. Ngoja nikuambie neno ambalo Yesu alikuwa analisema ya kwamba right, ungelijua wakati na majira ya kujiliwa kwako. Maana yake watu wa mji ule walikuwa wanaishi maisha na walikuwa wajua ya kwamba kuna nyakati mbaya zinakuja. Watu wa mji ule walikuwa wanaishi maisha ya dhambi. Watu wa mji ule walikuwa wanaishi maisha mabaya. Yesu akaribia mji kwa sababu waliona watenda dhambi hawana habari na Yesu tena. Kwa sababu waliona watenda dhambi, aliona watu wanatenda dhambi, aliona watu wamebadilisha njia zao wenyewe, wamejaribia mbele za Mungu. Yesu akaulilia mji akasema, kama ungelijua wakati wa kujiliwa kwako. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba mwanadamu, kuna wakati wa kujiliwa juu ya maisha yako. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba dada yangu, kuna wakati wa kujiliwa kwako kwenye maisha yako. Mimi sijui ya kwamba ni wakati gani unakuja, lakini Yesu alipokuwa analia alikuwa anaona nyakati mbaya zilikuwa zinakuja katikati ya ule mji. Yesu alipokuwa anautazama ule mji alikuwa anaona mabaya, alikuwa anaona mabaya yanakuja juu ya mji. Aliona maadui wanakuja juu ya mji, aliona magonjwa yanakuja juu ya mji, aliona watu wabaya wanakuja juu ya mji. Yesu akaulilia mji akasema, wewe mji, laiti ungelikuwa unajua wakati wa kujiliwa kwako. Ngoja nikuambie mwanadamu ambaye popote unanisikiliza, kuna maovu ambayo yanatawala katika dunia inayotuishi. Kuna mambo mabaya yanatawala katika ulimwengu tulionao. Huu ni ulimwengu wa teknolojia ambao kila kitu kinawekwa wazi. Ni ulimwengu wa teknolojia, wanasema ulimwengu wa utandawazi. Unaweza ukawa Mkundi hapa na bado ukawa Morogoro. Unaweza ukawa hapa Mkundi na bado ukawa Dodoma. Unaweza ukawa hapa Kibaoni na bado ukawa Dar es Salaam. Unaweza ukawa hapa Mkundi na bado ukawa Ulaya, kwa sababu ni utandawazi. Unaweza kwa dakika moja ukawa hapa na bado ukawa Marekani, kwa sababu ya utandawazi. Maisha yamebadilika sana, maisha yamebadilika sana. Na katikati ya utandawazi, Shetani anatumia kwa kasi kubwa kuhakikisha mwanadamu anaharibikiwa. Katikati ya teknolojia, Shetani anatumia kwa kasi ili kumharibu mwanadamu. Teknolojia ni nzuri, lakini Shetani anaitumia visivyo ili kuhakikisha ya kwamba mwanadamu anaharibikiwa. Watu wengi leo wameharibikiwa na teknolojia. Watu wengi leo wamepotea kwenye teknolojia. Nimetumwa nikuambie, laiti kama ungelijua dada majira ya kujiliwa kwako. Nimetumwa nikuambie, laiti ungelijua mama majira ya kujiliwa kwako. Nimetumwa nikuambie, laiti ungelijua baba yangu majira ya kujiliwa kwako. Ungelikuja kwa Yesu, yeye anakuita jioni ya leo. Ungelijua majira ya kujiliwa kwako, ungelikuja kwa Yesu. Wakati huu ni wakati wa neema, ndio, lakini ndio wakati ambao dhambi inatenda kazi kwa kiwango kikubwa. Wakati huu ni wakati wa neema, ndio. Dhambi, watu wamejigeuza, watu wamejigeuza, wanaishi kwenye maisha ya dhambi, kwenye ulimwengu wa utandawazi. Mashoga wengi mpaka vijijini kwenye ulimwengu wa utandawazi. Wasagaji ni wengi sana kwenye ulimwengu wa utandawazi. Wasinifu ni wengi sana kwenye ulimwengu wa utandawazi. Watu wabaya wameinuka. Nimetuma nikuambie ya kwamba yatambue majina. Unaweza
Unaweza ukaona uko salama leo, unaweza ukaona uko salama sasa, unaweza ukaona uko salama kwa sababu unaishi maisha mabaya, unaishi maisha mabaya katikati ya utandawazi na ukajiona uko salama. Na unaweza ukaishi maisha ya kujiuza katikati ya utandawazi ukaona uko salama. Wakati mwingine unaogopa kujiuza kwenye mji wa Kipaoni, unaenda mbali Dar es Salaam, unazani hakuna anayekuona. Bwana anakuona dada, unaogopa kujiuza katika mazingira haya na bado unaenda samaki. Yesu anakuita leo, anatamani akusaidie. Ndugu yangu, achana na dhambi. Dhambi inaua baba, rushwa inaua baba, uzinzi unaua baba, uasherati unaua dada. Nimetuma nikuambie ya kwamba kuna majira yanakuja ambayo unatakiwa uyatambue leo. Moja nikuambie, wakati unapo amani ndio wakati wa kuja kwa Yesu. Wakati unapo amani ndio wakati ambao Bwana amekujilia. Huu ni wakati wako. Umechukia maisha ya dhambi, unayaona yanakuumiza. Ni kweli dada, unapata fedha, lakini fedha ni haramu, na moyoni mwako unashuhudiwa ya kwamba hii fedha sio sahihi. Umetoa mimba vya kutosha ili uendelee kuhudumiwa. Leo ninazo habari njema kukuambia na kukutahadharisha ya kwamba ungelijua nyakati na majira. Yesu anakupenda. Jua nyakati na majira mama. Ungelijua nyakati na majira, majira yako ya kuitiliwa. Mwenye nikuambie, mbeleni kuna wakati wa hatari. Mbeleni kuna wakati wa hatari. Mbele yako kuna zina, mbele yako kuna ukimwi, mbele yako kuna magonjwa ya zina, mbele yako kuna uharibifu. Ni aheri ukatambua wakati wa kujiliwa kwako. Na jona yasikia haya maneno, na Bwana amenituma kwako ili nije nikuambie ya kwamba jua nyakati na majira ya kujiliwa kwako mama. Na jona nisikia baba, na jona nisikia dada, na Mungu amenituma kwako, na moyo wako unakuambia ya kwamba maisha unayoishi sio maisha sawasawa, na moyo wako unakuambia maisha unayoishi ni maisha mabaya. Mbeleni kuna laana, mbeleni kuna kulogwa, mbeleni kuna mabaya yamewekwa kwako. Jua nyakati ulizo nazo, jua nyakati ulizo nazo. Yesu anakuita kusaidia. Jua nyakati ulizo nazo, Yesu anakuita ili akuwezeshe.